Ningependa kurudia tena tangazo ambalo tumelisambaza kuhusu fursa ya ufadhili wa masomo. Kwa kuanzia tu, mtakumbuka wakati rais wetu anazindua bunge hili la sasa hivi baada ya uchaguzi, katika vitu alivyoahidi wa Tanzania ni kwamba serikali yake itatoa ufadhili katika masomo hasa ya sayansi ya data science, akili unde na taaluma zinazoendana na mambo hayo. Na katika utekelezaji, wizara yetu imeongeza ule ufadhili wa Samia Scholarship kutoka ufadhili wa wanafunzi waliofanya vizuri kidato cha 6 kwenda kusoma vyuo vikuu katika masomo ya science, engineering, tehama, mathematics na mambo ya medicine. Sasa hivi tumeongeza ufadhili huo kwa kuwapeleka nje kwenda kusoma degree ya kwanza. Tumeshapeleka wanafunzi 16 kusoma degree ya kwanza, kwa wale wanafunzi waliofaulu vizuri sana katika taasisi za science zenye advanced mathematics. Wengine 34 wataenda Ireland mwezi wa 9. Leo napenda kutangaza fursa ya masomo ya Masters of Science katika masuala hayo ya data science na akili unde na maeneo kama hayo. Kwa ujumla, katika Samia Scholarship Extended tunatoa ufadhili kwa wanafunzi wanataka kusoma masters pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, na vile vile tunatoa ufadhili kwa wanafunzi wanaenda kusoma kwenye kampasi ya Indian Institute of Technology Madras yenye kampasi yake Zanzibar. Sasa leo nazungumzia Indian Institute of Technology Madras pale Zanzibar. Hii ni campus ya chuo kikuu kiko India, kati ya vyuo vikuu bora sana duniani, na wanaoingia kule wanaingia kwa mchujo mkubwa sana na kwa ushindani mkubwa sana. Na pale Zanzibar wanaosoma wengi ni watu kutoka nje, kwa sababu watu wanapigania sana kupata fursa ya kusoma pale. Sasa hivi serikali itasomesha wanafunzi wasiozidi 10 kusomea masters katika ile kampasi ya Indian Institute of Technology Madras pale Zanzibar. Kwa leo natangaza fursa za ufadhili huu wa Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences, lakini kwa ajili ya Indian Institute of Technology upande wa Zanzibar. Samia Scholarship kwa ujumla wake, kwa heshima yake tunaitoa kwa jina la rais wetu, inatolewa kwa uwazi na ushindani, na tunatoa kwa walio bora kati walio bora zaidi kati ya walio bora. Ni wasifu, mtu akipata ile anaweza kaandika kwenye wasifu wake kwamba na mimi niliwahi kutunukiwa Samia Scholarship. Kwa hiyo hatuitoi kwa upendeleo, hatuitoi kwa ujanja, hatuitoi kwa namna nyingine yote, isipokuwa tunaitoa kwa uwazi na kwa ushindani. Uwazi maana yake ni kwamba tunataka kila mtu ambaye anaweza kaomba ajue, na kwa ushindani ni kwamba tukishawapanga, yule ambaye amefaulu vizuri zaidi, aliyeshinda wenzake ndio anapata. Kwa maana hiyo tumeweka vigezo ambavyo ningependa nivitamke hapa. Kwanza, lazima mtu anayeomba hiyo awe ni Mtanzania. Pili, umri wake usizidi miaka 35. Tatu, lazima awe amesoma tahasusi za science, combination za science. Na akiwa amesoma combination za science form 6 na akawa na advanced mathematics, hiyo inakuwa ni faida ya ziada. Lakini ni lazima matokeo yake ya form 6 asipate chini ya daraja la kwanza. Kwa atashindanishwa tu wale wenye division 1. Kama huna division 1, wala usihangaike kuomba kwenye ufadhili huu, kwa sababu hupati. Tuko tayari kutokutoa ufadhili kama hakuna ambaye atapatikana na vigezo hivi. Vile vile, kwa sababu ni degree ya pili, shahada ya pili, katika degree yake ya kwanza muombaji huyu lazima amefanya maeneo ambayo yanakubalika kwa ajili ya admission kwenye kile chuo, na apate GPA ambayo haipungui chini ya 3.8. Kama una chini ya 3.8, hata ukipata admission kule, sisi Samia Scholarship hatukupi. Na mwisho kabisa, lazima aweze kusajiliwa katika kile chuo. Kwa hiyo swala la kwanza kabisa, lazima anayetaka kunufaika na ufadhili huu aombe asajiliwe na hiki chuo cha Indian Institute of Technology Madras kampasi ya Zanzibar. Akishapata hivyo na akiwa na hivi vigezo hivi, basi ndio ataomba apewe ufadhili wa Samia Scholarship. Sasa kuomba admission, yani usajili kwenye hii campus kule Zanzibar, mwisho wake ni tarehe 15 mwezi huu. Ndio maana ningependa na mimi nitangaze, niombe habari hizi mtusaidie ziwafikie wale wote ambao wangependa kuomba.
Swala la uwazi ndio hilo. Tulitoa matangazo, tumesambaza kwenye WhatsApp group, tumesambaza mahali popote. Tunaomba waandishi wa habari mtusaidie kusambaza taarifa hizi, ili mtu asije akaacha kuomba kwa sababu hajui, kwa sababu itapunguza sana lile neno uwazi ambalo tumesema Samia Scholarship lazima liwe na uwazi, afu liwe na ushindani. Sasa mtu akishaomba tarehe 15 ameshapeleka maombi yake na watafunga maombi kule. Kile ni chuo cha kimataifa, wala hatuna mamlaka kwenda kuomba abadilishe tarehe. Hakikisha kwamba ameshapeleka maombi yake ifikapo tarehe 15 mwezi wa 4. Atafuata utaratibu wa kuhakikisha kwamba anapata usajili kule Zanzibar. Akishapata usajili, sisi tutafungua dirisha la kuomba ufadhili wa Samia Scholarship tarehe 1 mwezi wa 6 na tutafunga tarehe 30 mwezi wa 6. Alafu tutakaa chini, kuna kamati inayojitegemea itapitia, itapanga wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, tunachora mstari. Na hawa watakaoteuliwa watateuliwa kwa sababu wamefanya vizuri zaidi kuliko wenzao. Ninaomba sana taarifa hizi zisambazwe. Tunaomba Watanzania wote ambao wanakidhi vigezo hivi, ambao wangependa kufanya masters katika maeneo haya, wachangamkie fursa hii, wahakikishe kwamba wameomba. Dunia sasa hivi ni ya sayansi na teknolojia. Matokeo yote mnayoona duniani sasa hivi ya aina yoyote, sitayataja mengine, hata taifa dogo linaweza likajitutumua kwa sababu ya sayansi na teknolojia. Leo tunaona wenzetu wanaenda kuzunguka mwezi, binadamu wanaenda wanazunguka kule, wanafikiria kwenda mbali zaidi. Wamewekeza katika sayansi na teknolojia. Msukumo huu wa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan unawekeza katika sayansi. Tunawekeza kwanza katika human capital, kuchukua bora kati ya walio bora, bora zaidi kati ya waliokuwa bora sana, kuhakikisha kwamba wale tunawajengea fursa za kujiendeleza ili wachangie katika maendeleo ya nchi yetu, hasa katika masuala ya sayansi na teknolojia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.